Kwa majina naitwa Philibert Njawike, mwenyekiti wa bodi ya Twitangage SACCOS, chama ambacho kiko Utalingolo. Basi leo tarehe 25 mwezi wa 10 tulikuwa na mkutano mkuu wa chama, ambapo hasa malengo mahususi ya mkutano huu ilikuwa ni kupitisha makisio ya mapato na matumizi kwa ajili ya mwaka 2026. Kwa hiyo tunashukuru wanachama wamejitokeza na tumeweza kujadili mambo mengi. Pamoja na hayo, tumetoa mapendekezo kama bodi kwa ajili ya mikopo ya wanachama. Na mwezi Juni mikopo hiyo itakuwa haina masharti. Muda wote mwanachama akijaza fomu ataruhusiwa kupata fedha hizo. Pamoja na hayo, tulikuwa tuna rasilimali ambazo sisi kama chama tumezipokea kwa wanachama walioshindwa kurejesha mikopo, ambapo ni viwanja. Kiwanja kiko Wende, ni kiwanja kizuri, kinauzwa. Kwa hivyo kwa mtu yeyote anayehitaji, kiko kwenye biashara. Tuna kiwanja pia kiko Magoda, kiko mahali pazuri, kinauzwa pia. Na pia tuna shamba mojawapo liko Isigitira kwa maana ya Utalingolo, lina eka 8. Ni shamba zuri, linafaa kwa uwekezaji kwa maana ya kilimo cha parachichi na miti. Kwa hiyo tunakaribisha mtu yeyote anayelihitaji, linauzwa. Pia tuna shamba liko Luponde eka 16, linafaa kwa kilimo cha parachichi na kilimo cha miti. Kwa hiyo yote atakayehitaji mashamba hayo, basi anaweza kufika ofisini kwetu Twitangage, akakutana na meneja, akaonyeshwa hivyo viwanja na mashamba. Karibuni sana Twitangage SACCOS. Tumepitisha makisio ya mapato na matumizi. Mapato kwamba tunatumaini tunaweza tukapata mapato ya milioni 77 na matumizi tunaweza tukatumia milioni 69. Kwa hivyo tutakuwa tumebaki na milioni 6 ambazo zitakuwa kama ni faida kwa chama. Kama bodi tumeamua kubuni vyanzo vingine vya mapato. Pamoja na kutegemea riba za mikopo, tumefikiri kutengeneza mahema ambayo yatakuwa nakodishwa kwenye eneo letu la chama na mahali pengine, ambalo litasaidia kama kuongeza sehemu ya faida au mapato ya chama. Kwa jina naitwa Method Faro. Kuanzisha mkopo wa elimu ni vizuri zaidi kwa sababu tunahitaji wasomi zaidi na watawala zaidi. Huko nyuma kweli wengi walikuwa hawaelewi maana ya elimu, ndio maana wengi tulikuwa tunashindwa. Watu walikuwa wanajifanyia chenyeji bila utaalamu. Kwa hiyo sasa tunataka wasome wengi wapate utaalamu. Ndio maana leo tunaleta maafisa. Kwa hiyo ndio huko nyuma tulikuwa kuna maafisa. Hatuna wakaguzi. Hasa baada ya elimu kuongezeka ndio tunapata na wakaguzi sasa. Tunashukuru. Kweli toka huko nyuma ilikuwa na migogoro sana, mikopo chechefu. Wengi tulikuwa hatupendi sana, kila mmoja ajibike kadiri alivyoandikisha. Kwa hiyo wengi tulikuwa hatupendi, na mpaka sasa tunashangaa bado vinaibuka mikopo chechefu. Ni watu watundu ambao ni watu wale wa kutaka kufirishi chama. Hilo kwa sababu bodi inaendelea kwa sababu ni wapya, sio wale wa zamani. Wa zamani tayari mikakati ilishaweka, lakini kwa sasa kwa sababu wengine wanaingia tena wanarudia vile vile. Kwa hiyo tunaelewa sasa kadri ya bodi inavyofanya jitihada zake, basi tunaitegemea bodi. Halafu baadaye kama walivyosema kuna viongozi ambao watabadili kama viongozi wa serikali, basi ndio nafikiri tutapunguza polepole huduma zilizostaarabika katika jamii yetu. Tumeona kuna mradi hapa wa mahema, masuala ya mikopo ya shule na kadhalika. Kwa hiyo hivi tunasema ni vyama, tunasema ni social economic institution, vyama vya kiuchumi lakini vya kijamii, yaani masuala ya fedha. Lakini tunategemea taasisi hiyo itakuwa ni chochezi au ni chanzo cha kubadilisha jamii katika eneo husika, kutoka katika hali iliyokuwa mwanzo kwenda katika dunia iliyokuwa imefanya nini, imestaarabika zaidi. Kwa hiyo naendelee kuatia moyo, tuendelee kufanya vizuri. Sasa hizi tunasema ushirika ni ushindani, ni lazima tushindane.
Mnaposhindana ndipo mnapoweza kutafakari na kufikiri namna gani ya kuendeleza ushirika wetu, na njia mojawapo nzuri ni kushirikishana na kuendelea kualikana, kwa sababu mnakuwa mnajifunza mambo mawili au matatu. Na tumeanza kuona tofauti, watu ambao wameanza kualikana kwenye mikutano, tumeanza kuona mambo tofauti ya kiufanisi yakiwa yanatokea, tofauti na vile mwanzo ambapo walikuwa wanafanya vikao au mikutano wao wenyewe. Kwa hiyo tutekeleze pia yale ambayo tumekubaliana hapa, kwa sababu nguvu ya ushirika huu inategemea uhai wa wanachama, lakini pia sisi wanachama ndio tutakaoithaminisha SACCOS yetu, lakini pia sisi wanachama tukiwa hai ndio tutakaoiheshimisha hii SACCOS, si ndio jamani? Lakini pia mwisho, kama walivyozungumza watu wengine na mimi kama nabii, naendelea kuwasisitiza viongozi wetu, watendaji na wanachama, muweze kushiriki kwenye uchaguzi wa tarehe 29 kwa kuchagua viongozi ambao mnadhani watawaletea maendeleo. Kiongozi wa kumchagua mimi sikutajii, itakuwa ni siri yako, ila nakuhamasisha ushiriki uchaguzi katika hali ya utulivu na amani kwa maendeleo ya nchi yetu. Ushirika. Asante. Mwezi wa 12 2024 tulikuwa na wanachama 648. Hadi tarehe 31 mwezi wa 8 2025 wanachama wapo 660. B, hali ya fedha 2024 ilikuwa 7,795,000 na 67,365. Hali ya fedha 31 mwezi wa 8 2025 bilioni 1,800,914,403. C, fedha taslimu na benki tarehe 31 Disemba 2024 ilikuwa milioni 452,190,041. Fedha taslimu na benki 31 mwezi wa 8 2025 milioni 444,121,490. Pia kuna fedha iliyowekwa benki na watu wasiofahamika ni milioni 1,46,876. D, mzunguko wa ukopeshaji toka chama kianze hadi tarehe 31 mwezi wa 12 2024. Thamani ya mikopo iliyotolewa bilioni 5,268,998,617. Thamani ya mikopo iliyorejeshwa shilingi bilioni 4,913,139,599. Baki ya mikopo nje shilingi milioni 350,310,018. Mikopo chechefu pamoja na riba milioni 107,604,792. Hii mzunguko wa ukopeshaji toka chama kianza hata 31 mwezi wa 8 2025. Thamani ya mikopo iliyotolewa bilioni 5,632,333,291. Thamani ya mikopo iliyorejeshwa bilioni 5,201,433,579. Baki ya mikopo nje milioni 430,899,712. Mikopo chechefu pamoja na riba milioni 62,171,112. Hii vifo vya wanachama. Tunapaswa kama wanachama kupongeza bodi na watumishi. Kwa uhalisia, tukiangalia taarifa hii ya chama toka kipengele A mpaka D, unakuta kuna maongezeko, hakuna kilichopungua. Kwa hiyo unakuta jitihada za bodi na watumishi zimepelekea kuongeza mtaji mkubwa wa chama chetu. Tukiangalia hali ya fedha, mwaka uliopita tulikuwa na milioni 700. Mwaka huu tuna bilioni. Lazima tufike mahali kama wanachama tujipongeze. Lakini tukiangalia hali halisi ya ukopaji, kuna fedha nyingi ziko benki. Chama au wanachama tunatakiwa kuzitumia hizi fedha kwa ajili ya kukopa. Tusiache fedha benki zikakaa. Kuna zaidi ya milioni 500 ziko benki. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, langu lilikuwa ni kupongeza bodi pamoja na watumishi kwa jitihada hizi ambazo mmezifanya kuongeza mtaji wetu wa chama.